Kwa hiyo maana yake inabidi ili niweze kuwa sasa expert, maana yake inabidi niwe na consistency, niwe na muendelezo na muendelezo. Ndio maana na ndio napata muendelezo, maana yake ni kuendelea kuhudhuria kwenye makusanyiko ya watakatifu, si ndio? Maana yake si ndio mahali ambapo zinakuwa operated. Maana yake na mimi nakuwa na hudhuria. Ninapokuwa na hudhuria, maana yake naendelea kuwa expert, naendelea kujifunza, naendelea kufanya kazi, naendelea kuhudumu karama. Kwa mwisho wa siku nakuwa ni mbobevu. Haleluya. Haleluya. Kwa mfano, ukisoma Injili, vitabu vya Injili utagundua kuna baadhi ya kama scenario mbili ambazo zinaonyesha namna ambavyo namna Yesu niseme namna ambavyo Yesu alijifunua katika namna tofauti kwa mtu zaidi ya mmoja, au okay, kwa watu zaidi ya yeye mwenyewe. Ya kwanza unaona kwa mfano ile kwenye ile mlima wa mabadiliko kwenye Mathayo sura 17. Unaona wakati amebadilika amebadilika, ile amekuwa na ile nuru haleluya, haleluya, amekuwa na ile nuru. Lakini unaona scenario ya pili, wakati anabatizwa na Yohana Mbatizaji. Unaona ni scenario ambayo wakati anabatizwa, Biblia inasema Yohana aliona kwamba mbingu zimefanyaje, zimefunguka. Maana yake ile maana yake ni operation ya karama ya Roho, si ndio? Ameona, ilikuwa ni karama ya ufunuo, ameona mbingu zimefunguka. Yohana aliona mbingu zimefunguka. Haleluya, haleluya. Wakati mwingine alikuwa pale, ukimuuliza mbingu zimefunguka asingeona, si ndio? Lakini ameona mbingu zimefanyaje, zimefunguka. Na ndio maana karama za kuona zinaweza kusaidia. Kwa mfano, Biblia inazungumza kwamba tumezungukwa na wingu la mashahidi namna hii. Maana yake kwamba kwa mfano tunapokutanika namna hii, ukumbuke tulio kusema kwamba tunapokutanika namna hii, kitu ambacho mojawapo kinapatikana katikati yetu ni msaada wa jeshi la malaika, si ndio? Tunafahamu hiyo kwa sababu malaika wanajifunza pamoja nasi, si ndio? Haleluya. Malaika hawajui habari za wokovu, si ndio? Haleluya. Kwa hiyo kwa mfano, karama za kuona kusaidia kujua tuna malaika wangapi eneo hili. Haleluya, haleluya. You see, unakuwa na encounters na angels. Mshonaga malaika? Haleluya. Okay. Yeti kafe. Mshonaga malaika? Au kwenye movie? Sababu hata kuna watu Yesu wanamjua ni kwenye movie. Ukimleta mwingine ambaye hana sura ile, huyu sio Yesu. Haleluya. Tuko pamoja. Lakini okay, nilikuwa namaanisha kwamba hivi, ukiangalia scenario zote bila ambazo nimekuambia ya kwenye mlima wa mabadiliko na wakati Yesu anabatizwa, utaona kitu gani ambacho kilikuwa ni consistency kwa Yesu, ilikuwa ni kuomba. Ukisoma kile kitabu cha nafikiri ni Mathayo sura 3, wakati Yesu anabatizwa, utaona Biblia inazungumza kwamba wakati Yesu anabatizwa alikuwa akifanyaje? Akiomba. Ulisoma pale anasema hivi, alikuwa akifanyaje? Akiomba. Yaani wakati Yesu anabatizwa alikuwa akiomba. Maana alikuwa ana activate. Ndio maana Yohana Mbatizaji anasema akaona mbingu zimefunguka na Roho Mungu ameshuka kama ua, si ndio? Maana Yesu alikuwa okay. Kwenye sura 17 kitabu kile cha Mathayo, wakati Yesu yuko mlimani na wale wanafunzi wake, Biblia inasema kwamba alipanda kwenda kufanyaje? Kwenda kuomba. Consistency. Anakupa na consistency ya kufanya, ya kuendelea kuomba wakati wote. Haleluya. Kwa nini nimesema hivyo? Ni kuonyesha kwamba maombi kwa Yesu alikuwa na muendelezo. Maombi kwa Yesu alikuwa na muendelezo kiasi kwamba yaliathiri mpaka wale ambao walikuwa wakimwona. Yaliathiri mpaka wale ambao walikuwa wakimwona. Kwa sababu kwa mfano, unaona baada ya Yesu kuwapa maagizo wanafunzi wake ya kwamba waende wakasubiri ahadi ya Baba, walikuwa very smart wakisubiri huku wakiomba. Si unafahamu hiyo? Kitabu kile cha Luka, funga kitabu cha Luka sura ya 24. Funga kitabu kile cha Luka sura ya 24. Unajiuliza walipata wapi hii pattern ya kwamba wakati tunamsubiri Bwana, wakati tunamngoja Bwana, tunapaswa kuendelea kuomba. Luka sura ya 24 umefika? Umefika 24? 49 anasemaje?
Ehe. Na waletea juu yenu ahadi ya nani? Ya Baba. Ehe. Lakini kaeni humu mjini hata mviko uwezo utokao juu. Kwa anaambia nawaletea ahadi ya Baba, lakini kaeni humu mjini hata mviko uwezo utokao wapi? Utokao juu. Kwa hiyo walikuwa wanasubiri ahadi ya Baba. Na kitu gani kiliwafanya kwamba sababu nitakuja kuangalia sasa mstari ambao unaonyesha sasa walikuwa wakifanya kitu gani. Sasa unaona Yesu anapa maagizo kwamba kaeni hapo msubiri ahadi ya Baba. Utagundua hata wewe ukisema namngoja Bwana, unakuwa patikana ukifanyaje? Kiomba. Namngoja Bwana, afu umekaa hivi. Unamngoja Bwana kwa kuendelea kuomba. Haleluya. Kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza. Kwa hapo unaona pia maagizo kwamba kusubiri ahadi ya Baba itokayo juu. Nao wanakusanyika pamoja, alafu kwa sababu alikuwa ashagundua wakati Yesu yale yote yanatokea, alikuwa anapatikana kuwa na muendelezo kwenye kuomba. Umefika sura ya kwanza. Angalia mstari wa 14 anasemaje? Mstari wa 14 anasemaje? 14. Hata wote walikuwa wakidumu. Wangapi? Wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja, katika kusali. Shetu hapo. Walikuwa wakidumu. Unajua maana kudumu? Ni kuwa na muendelezo. Haleluya. Na watu wana nyaraka zinaelezea kwa habari ya maombi ni kitu ambacho ni tukio lenye muendelezo. Wanasema hata wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kuomba. Sasa ukumbuke wamepewa ahadi ya kwamba waisubiri ahadi ya Baba ya Roho, wanaisubiri kwa kuendelea kuomba. Haleluya. Haleluya. Angalia sura ya pili Matendo ya Mitume mstari wa kwanza. Anasemaje? Mimi anasemaje? Matendo 2:1. Walikuwako wote, pata ni ile wako wote, si ndio? Mahali pamoja. Unaona pattern hiyo, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, halafu wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Unatoka kwenye kitabu cha Luka sura 24, Matendo ya Mitume sura ya kwanza, Matendo ya Mitume sura ya pili, unaona wote walikuwa kutenga mahali pamoja wakisubiri ahadi ya Baba, wakiendelea kuomba. Matendo ya Mitume sura ya pili, unaona sasa ahadi ya Baba ilipokuja iliyokuta wako wote mahali pamoja wakiendelea kuomba. Kwa hiyo ni sana kusema ile tukio la Pentekoste, au sana kusema ya kwamba ile siku ya Pentekoste wakati Roho anawashukia ilikuwa imetokea katika eneo la kuomba. Haleluya. 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 Maana ilianzia katika eneo la nini? La kuomba. Likawasogeza mpaka katika eneo linaloitwa kujazwa kwa Roho. Haleluya. Utagundua sasa kitu gani hapo? Maombi sio mara zote yanahusisha wewe kwenda mbele za Mungu kuomba mahitaji yako kwa mwitikio kama huo. Kwa hicho ambacho tunataka kukiangalia, sio mara zote maombi yanahusisha wewe kwenda kuomba mahitaji yako. Sio mara zote, sawa? Sio mara zote, lakini pia inajumuisha kufunua kile ambacho Mungu anataka kukuonyesha, au kuchukua au kupokea kile ambacho Mungu anataka kukuonyesha. Haleluya. Haleluya. Kwa maombi sio mara zote inahusisha mtu kupeleka mahitaji yake mbele za Mungu, lakini inahusisha pia wewe kwenda kuchukua au kwenda kufunua kile ambacho Mungu anataka kukuonyesha. Ndio maana unapaswa kuwa na consistency. Ukiangalia kile ambacho kilimtokea pia Paulo kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9, wakati ametokewa na Yesu, ile sura 9 mstari wa 3 na 4, unaona hapo. Kimya pale chap tuangalie mistari michache, miwili mitatu hapo. Mistari miwili mitatu tuangalie. Tusome mstari wa 3 na 4 afu tuende mstari wa 11. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 3 na 4, alafu tutaruka tena mstari wa 11. Umefika?
Tena 1 2 3 twende. Mstari wa 3 na 4. Ehe. 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 Aha. Ehe. Mm. Mhm. Mm. Ehe. Ehe. Yeah. Kwa aingie mjini akaambia mpasao kufanyaje? Kufanya. Tena mstari wa 11 sasa. Mstari wa 11. Mhm. Ehe. Ehe. Mhm. Maana angalia anafanyaje? Sasa huyu ni Anania anaelekezwa kwenda kumfuata Sauli ambaye ni Paul. Anaambiwa utaenda utamkuta kwenye nyumba ya mtu ya huyo ndugu. Anasema maana wakati huo anafanyaje? Anaomba. Ukumbuke huyu Anania anatuma kwenda kumwekea mikono Sauli, si ndio? Haleluya. Na baada ya kukaa pale Biblia inazungumza kwazi Paul akafanyaje? Akapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, si ndio? Kwa ni sawa kusema okay, Paul alikuwa anajiandaa na Holy Ghost meeting, si ndio? Kusanyiko la Roho Mtakatifu, si ndio? Kwa wakati Paul anajiandaa kusanyiko la Roho Mtakatifu alikuwa akifanyaje? Akiomba. Kitu gani kinaonyesha maana yake ni kwamba hivi, namna gani najiandaa na kusanyiko la Roho Mtakatifu? Kwa kuomba. Kwa maombi ambayo ninakopo nayo ya muendelezo yanasaidia mimi kuenda kwenye kusanyiko la watakatifu au kusanyiko la Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo rahisi sasa, namna gani ninajiandaa kwa ajili ya kusanyiko la Roho Mtakatifu? Kwa kuomba. Haleluya. Haleluya. Ninaomba kabla, ninaomba wakati wa kusanyiko. Haleluya. Haleluya. Ukifanya hivyo unaona unakuwa na wepesi wa kupokea mambo ya kiungu kwenye makusanyiko. Haleluya. Haleluya. Kwa maana yake ninapaswa niwe na muendelezo kwenye kuomba. Sasa je, niseme tu jambo hili. Kuna mtembeo wa roho ambao unatembea katika ulimwengu kwa sasa, kwa nyakati ambazo tunazo sasa hivi. Mtembeo wa roho, utaona mahali pengi uamsho wa roho upo, si ndio? Utaona mahali pengi karibia kila sehemu wanazungumza habari za roho. Unaona hiyo roho, ukiingia huko Insta, ukiingia si TikTok, umeingia si YouTube, kokote unasikia watu wanazungumza habari ya roho. Na usipozungumza habari za roho, maana yake unaonekana kama uko nyuma, si ndio? Maana yake kuna kitu ambacho kimeamka kwa habari ya masuala ya roho. Sawa Sasa nazungumza hichi hapa, kama hujanisikia, yani kama hukuwa makini uko kote tulipokuwa tunazungumza hapa, sasa tega sikio makini. Nazungumza vitu viwili muhimu sana. Tega sikio kwa makini, sikiliza. Kuna mwamsho ambao kuna mtembeo wa roho ambao unatembea sasa katika ulimwengu. Tunao sasa katika nyakati zetu. Mtembeo wa roho ambao sasa kazi yake kubwa ni kueneza charismatic ministry, ni kusababisha hizi karama za roho zipate wepesi katika makusanyiko yote ya waamini duniani kote. Lakini sasa shetani anafanya kila jitihada kuuzimisha huu mtembeo wa roho katika hizi nyakati kwa kutumia vitu viwili. Sikiliza kwa makini, kwa kutumia vitu viwili. Jambo la kwanza, pay attention. Jambo la kwanza, anaachilia counterfeits au counterfeits ambazo ni sana kusema counterfeits ni sana kusema mtu anatumia trademark ya mtu mwingine bila kibali. Mtu anatumia ithibati ya mtu mwingine juu ya kitu hicho fulani bila kibali cha huyo mtu. Ni sawa na kusema lugha rahisi, ni sawa na kusemaje? Ni sawa na kusema ngoja tafute lugha rahisi. Yes, ni kama ipo original
inakuja copy ili kuwadeceive watu kwamba ile copy ndio original. Umeelewa sasa eh? Kwa ana release counterfeits so that people will have doubts. Kwa lengo la kuweka hizi copy ni ili watu wawe na mashaka. Nimesemaje? Ya kwamba kuna mtembeo halisi wa roho katika kipindi ambacho tupo, si ndio? Kwa sababu sasa watu wananufaika na huu mtembeo wa roho katika kizazi tulichonacho, katika nyakati tulizonazo. Shetani anafanya mambo mawili makubwa ambayo sasa haya ndio maana nimesema wazi ili ningeweza kusema zile zilizopita za kipindi kile, lakini bado ulikopo hatujafika katika kiwango cha kuweza kupambanua haya mambo. Lakini nasema leo ili ikae kwenye akili yako sasa. Maana yake nini? Namna gani anazimisha huu mtembeo wa roho ambao upo sasa kwa kutumia vitu viwili. Jambo la kwanza, he release counterfeits so that people, ili watu wawe na doubts, wawe na mashaka. Kwa anaachilia copy ili watu wawe na mashaka. Utagundua hata kabla Yesu kuja palikuwa pana antichrist, si ndio? Kulikuwa kuna wapinga Kristo walikuwepo, si ndio? Lakini hawakuwa Kristo halisi, si ndio? Alipokuja Kristo akaonyesha Kristo halisi ni yupi. Jambo la pili analotumia, anatumia anatumia watu ambao wanaheshimika, anatumia watu ambao sauti zao zinaheshimika. Inazungumza kwa unyenyekevu mkubwa sana. Anatumia watu ambao sauti zao zinaheshimika mali kokote duniani, sio tu Tanzania. Anatumia watu ambao sauti zao zinaheshimika, au walimu wa Wakristo au wachungaji ambao hawajawa grounded vizuri kwenye mambo ya roho au kwenye karama za roho. Narudia tena, anatumia watu ambao wana sauti au sauti zao zinaheshimika, au wale ambao ni viongozi wa Wakristo au tuseme walimu wa Wakristo, wafundishao wa Kristo au wachungaji, ambao sasa hawa ambao ni wachungaji ama walimu wa Wakristo au ambao ni wana sauti zinazoheshimika kwenye maeneo yao, hawajawa well grounded kwenye mambo ya roho au karama za roho. Maanake wao wenyewe hawajafundishwa vizuri kwa habari ya karama za roho, hawajui vizuri mtembeo wa roho, hawajui vizuri mambo ya usuyo roho, ili hali sauti zao zinaheshimika, ni watu wenye ushawishi, ni walimu wa Wakristo, wengine wana umati mkubwa wa watu. Naongea kwa nali, wala kwenye kile yako usiweke picha mtu yote. Nazungumza hivi kwa generalize, wala usiweke picha mtu, wala hata mimi sina picha mtu yote. Nazungumza hivi kwa generalize, ndio? Kwa ujumla wake. Watu ambao hawajawa well grounded katika mambo ya roho au karama za roho. Kwa kusudi la nini? Ku-align with the fact ya kwamba watu wawe na doubts kwenye ile pointi ya kwanza. Kwa hii pointi ya pili ni kwamba hao watu wanatumika kwa ajili ya kufanya watu wawe na doubts, wawe na mashaka. Sasa nisikilize. Maanake katika picha hiyo, kwa nini natumia watu ambao wenye ushawishi, watu ambao sauti zao zinaheshimika, watu ambao ni walimu wenye makusanyiko na makusanyiko, watu ambao ni wachungaji, ili vitu ambavyo utakavyoviona au ili wazungumze kwamba vitu ambavyo vinaonekana tofauti na vile ambavyo vinafanyika. Wao kumbuke, hawako well grounded kwenye hayo mambo ya roho, hawajafundishwa vizuri kwenye mambo ya roho. Kwa wanaelezea vitu ambavyo si mambo ya roho, au wanaelezea vitu ambavyo si karama za roho, ili vile ambavyo ni karama za roho vionekane ndio fake. Na nisikia wao wenyewe hawajui kuhusu karama za roho, hawajui kuhusu mtembeo wa roho, hawako well grounded kwenye mambo ya roho. Kwa kile ambacho wanakielezea au na kukidemonstrate ndio kinaelezewa kwamba ndio karama za roho, na ndio kinashika attention za watu. Ambao tulikuwa sisi zilizopita tulikuwa tunazungumza kwamba karama za roho zina tabia kuvuta attention. Haleluya. Ili attention ndio itaonekana kwamba ndio real, wakati ile hali ndio fake, ili watu wawe na doubts kwenye vile ambavyo ni real. Haleluya. Haleluya. Na utaona msimamo wao, utajua sasa msimamo wao hawaupointi kwenye Biblia,
wanaupointi kwenye nadharia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo msimamo wao au wanachokishikilia sio Biblia, bali ni nadharia, kwa sababu vitu vinaonekana kwa uwazi. Kwa hiyo ndo wanakizungumza kwamba hichi ndio real, lakini msimamo wa kweli unatokea kwenye nini? Biblia, neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ndio maana tuna jamii sasa ambayo haiamini nguvu za Mungu. Tuna jamii sasa ambao haiamini utendaji wa Mungu. Haleluya. Tunao Wakristo na ni waamini kabisa, hawaamini juu ya nguvu za Mungu. Ndio ambao wanaibua maswali kwamba kunena kwa lugha ni kitu gani? Haleluya. Mwingine anakwambia hakuna lazima kunena kwa lugha, si ndio? Mwingine anakwambia hiki na hiki na hiki. Jambo la pili linalotokea kwa ni kwamba hawapointi katika neno la Mungu, wanapointi moja kwa moja kumunyoshea kidole yule ambaye ndio anaelekeza, anafundisha kwa habari ya karama, akiwa well grounded. Anapointi nini? Kuonyesha madhaifu alionayo. Yaani kwa mfano, tumie lugha rahisi kuelewa. So mwana Pastor Kajemba anafundisha truth, si ndio? Namna ambavyo unaoperate kwenye karama za roho. Karama za roho nini? Utendaji wa roho ulivyo, si ndio? Real kabisa. Sasa yule ambaye sio real, namna gani anazimisha huo mtembeo wa roho ambao pastor anaufanya? Ni kwamba anaanza apointi kwenye Biblia, anapointi kwenye mtu mwenyewe. Anapointi nini? Anaanza kufunua madhaifu ya mtu mwenyewe. Haleluya, haleluya. Tunaelewana? Anaanza kufunua madhaifu ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo anatafuta kila aina ya udhaifu, ndo anakuwa na upoint, ili kusudi kile ambacho ni real kizimwe. Haleluya. Na waamini wengi ndipo ambapo wameegamia, na ni kitu ambacho ni hatari sana, ni hatari sana. Haleluya, 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 haleluya. Lakini sasa wewe na mimi tunapaswa kuwa sensitive, tunapaswa kuwa makini. Sasa katika mazingira kama ambayo nimekuelezea, kitu gani ambacho tunapaswa kufanya, au kitu gani ambacho unapaswa kufanya? Ni hiki. Hii ndio solution nayokupa, ni hiki: close your mind from that group ambayo tumeamention, au from hizo groups ambazo tumezimention. Close your mind. Usiupe ufahamu wako huko. Kwa lugha rahisi, chuja unaowasikiliza. Haleluya. Chuja ambao unawapa nafasi ya sikio lako. Bila hivyo utapata confusion ambayo haijawahi kutokea kwenye ulimwengu. Mimi nishakutanaga na muamini, namfahamu vizuri muamini. Mnafanya naye huduma, muamini. Ikapita miezi michache tu, haamini vile ambavyo alikuwa anaamini mwanzoni. Yaani amekuwa ni zaidi hata ya mpagani. Na ilianzaje? Anasikiliza kila mtu. Hakuna mtu ambaye anasikiliza kila mtu akawa na mwisho mema, hayupo. Ni bora mtu achague ni huyu, mimi ni Ana. Lakini Ana, kesho Glory, kesho utachanganyikiwa zaidi ya mtu ambaye amelogwa. Haleluya, haleluya. Nazungumza hivi kwa maumivu ndani yangu, kwa sababu miongoni mwa changamoto ambayo inapatikana sasa hivi ni tuna access ya mitandao, tuna access ya information ya kila namna. Tusipokuwa makini tutaharibikiwa. I swear, tusipokuwa makini. Yaani nataka nikwambie wazi, hawa wachungaji wanatosha kabisa kwa ajili ya ukuaji wako wa kiroho.
Kama unadhani kuna kitu kingine unakihitaji, yaani ukisikia wakati una ushawishi kwamba kuna kitu kingine unakihitaji, huo ni udanganyifu wa mwovu ndani yako. Na ukishafikia pointi ya kuona kwamba wachungaji wamepunguka, huko tayari umeshaangamia. Hii chukue uikatae. Ninakwambia hivyo kwa sababu pia mwenyewe nachunga. Nakwambia wazi. Na wala siwapigii promo wale kwa sababu ni ndugu zangu. Ninazungumza uhalisia. Hichi nazungumza kwa mtu yoyote ambaye ni muamini. Hata kanisa langu mimi nawaambiaga. Nishabeba kanisa langu pale kanisa nikamwambia hivi, ukiona umeanza kupoteza imani na mimi, ondoka, usikae hapa. Nishaambiaga wazi, ukiona unapoteza imani kwamba sasa hivi mi gospel nitoshei, inabidi msikize mtu mwingine, ondoka. Kwa sababu hao wanaleta shida kwenye kanisa. Haleluya. Haleluya. Kwa mfano, tunakaa kwenye kampu namna hii. Tunajifunza vizuri namna hii. Bado tena unatoka. Sasa unajua mtu ukizungumza hivi mtu anasema amna. Unajipigia promo. No, sio kujipigia promo. Kwanza ni safe side pia kwa watumishi ambao wanakuhudumia, si ndio? Namna ambavyo anatabika kwa ajili yako. Yule ambaye hata hakujui atabiki kwa ajili yako. Yaani ana sasa hivi kipata changamoto, mtu kwanza kumkimbilia si mchungaji. Si ndio? Au mchungaji wako sina anajua vitu vingi kuhusu wewe. Lakini unakuta mtu amekomana na mtu ambaye hata mfahamu. Alafu yote akitokea yale, wamerudi pale. Haleluya. Ndio maana sasa anafanya vitu hivyo viwili. Jambo la kwanza, anaweza kutengeneza hizo counterfeits ili watu wawe na doubts. Au then sana anatumia watu ambao wana ushawishi ili kuvuta ushawishi wa watu. Kusudi kwamba mambo yote mtembeo wa roho jinsi ulivyo uonekane kwamba ni fake, alafu ule uliopo uonekane kwamba ndio real. Kitu ambacho ndio kinaondoa sasa hata waamini wenyewe hawaamini juu ya nguvu za Mungu, juu ya mtembeo wa roho, juu ya mambo ya usiri wa Mungu. Haleluya. 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 Tuko pamoja? Mbona mmepoa sana sasa? Mbona mnakuwa na huzuni? Haleluya. Kwa hiyo manake nini sasa? Close your mind from nia yako, hakikisha kwamba unafunika, usisikilize kitu kingine zaidi ya kile ambacho kinakujenga. Sio dhambi kumsikiliza mtu mwingine. Sio dhambi, si ndio? Lakini ili nijiweke sehemu salama. Mimi binafsi mwenyewe, yaani hata ukianza kunitajia kuna yani kabisa. Yaani kabisa. Sababu hata mimi naweza nikashawishika. Nimejitunza nisije nikashawishika. Asikudanganye mtu. Sisi sote tunaweza kushawishika na kitu chochote kile. Hajalishwa ni mchungaji, hajalishwa ni nabii. Yaani utashawishika kitu chochote kile. Kwa hiyo ili nijiweke salama, nimeshajiondoa kwamba simsikilizi kila mtu. Yaani sisikilizi. Watu wanashangaa hata simu yangu mimi hainaga nyimbo. Sio kama nyimbo ni mbaya, si ndio? Lakini sasa nikapata ushawishi, kuna mduno ujio mtamu kama sasa lakini mimi nataka hata simu yangu haina nyimbo. Labda kama nikisikia mtu amesikia nyimbo fulani afu nikaisikia na nzuri, naweza kuingia YouTube nikaisearch, nikaisikiliza, afu ikabisha kudownload hiyo ndani uweze kukuta hiyo kitu. Sio wewe ufanye hivyo, sijasema hivyo. Ni namna yangu ambayo nimeona kwamba itanisaidia kwa nini? Kwa salama. Haleluya. Sababu najua mimi naweza nikashawishika tu pia. Haleluya. Baada ya miaka mingi leo unasema hivi ile ndio gospel. Haki ya Mungu, watu wanabadilika. Unaona mpaka hapo Unaweza kushangaa unamkuta gospel ambaye haukuwahi kumdhania. Sababu hata mimi naweza nikashawishika, si ndio? Lakini unadhani naweza kujilinda hivyo. Nime close my mind. Sio kila kitu najilisha, sio kila mtu anamsikia, sio kila kitu nakiona. Kile ambacho neno la Mungu, Biblia yangu inatosha kabisa kwa ajili yangu. Haleluya. 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 Hivi unadhani kwa mfano, kwa nini nimeenda sana afu nikata zile vitu vile. Unadhani kwa nini walimu wanafunga wanaalikwa andaa camp kama hizi? Ni kwa ajili ya kutengeneza tuwe salama, si ndio? Si ndio? Wanatengeneza tuwe salama. Sasa hivi labda ungekuwa sasa hivi unakula zako maisha yako, si ndio? Lakini msimu wa sikukuu unakula zako bata. Lakini wakaona no, tuandae kitu ambacho tuwalete maki wako mko ndani ya mioyo yao. Haleluya. 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 Lakini wakati yule ambaye hakujui, wewe hauko hata moyoni mwake, hakujali.
Na asilimia kubwa utakuta hata maelekezo ambayo anayatoa mule unakuwa unayasikiliza ni maelekezo ya watu ambao anawafundisha, anawasimamia, anawaona. Wewe unayachukua, ni maelekezo ya mchungaji wangu. Sio tanga mtu anasema anamsikiliza mtumishi online, hata mtumishi amjui jina lake. Au anasema ni mchungaji wangu. Nikamwambia wewe, umeshaanza kuchanganyikiwa. Yaani mtumishi hata hakujui jina lako, anaita mchungaji wako. Hao. Pamoja na Timotheo, unajua watu waliojifunza kwao wanakujua. Umefuata mafundisho yao, wanakujua. Wewe mtu akujua unamuita mchungaji wako. Sasa kuna watu majasiri. Haleluya. Haleluya. Ili mtu mchungaji wako lazima awe anakujua. Sio tu kwa jina, mpaka maisha yako. Haleluya. Yaani anajua unapokaa, anajua unachofanya, anajua ulipokwama, anajua unapostruggle. Huyo ndio mchungaji wako. Kila siku anakuwa nakuombea. Fulani atoke hapa, fulani avuke hapa. Huyo ndio mchungaji wako. Lakini yule hata akujua hawezi kukuombea, anaombea tu waumini wake. Ana waumini wake anawaombea. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Kwa hiyo shetani tukifanya ni kwamba anachukua watu wenye wanaoheshimika, wenye voice, wenye sauti, walimu wa Wakristo, walimu wa waamini, ili kukizima kile ambacho ni halisi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo maana yake nini? Don't listen to what makes sense. To what makes sense. Listen to the word of God. Mwamini hausikizi kile ambacho kina make sense, kina kufurahisha, unasikiza neno la Mungu. Sawa? Neno la Mungu ndani mwake ndio linapaswa lile na ushawishi kwako. Haleluya. Haleluya. Nilikuta mtu mmoja akasema, mchungaji wangu anahubiri hana sauti nzuri kama huyu anayemsikiliza. Nikamwambia wewe, yaani yule anasema yule anajua namna gani ya kuzungumza, sio anazungumza namna hii. Hichi kizazi hiki. Yaani yeye anataja makosa ya mchungaji wake, hujawahi kudhani. Yaani anajua udhaifu wa mchungaji wake na anauelezea kuonje vizuri. Niliwahi kuambiaga ya kwamba yule mtu ambaye unaona kwako ana make sense ni kwa sababu haujawa naye karibu, si ndio? Unajua ukishaka mchungaji wako mwezi mmoja, miezi miwili karibu hivi, unamzoea, afu unamwona ni kwa kawaida. Haleluya. Yaani kwa watu sasa hivi wachungaji hawa wanaona ni wa kawaida kwa sababu si wapo nao kila siku. Haleluya. Lakini pastor akitoka hapa akienda mahali fulani huko, wanasema nuru imekuja ulimwenguni. Unaelewa? Yaani kuna watu wanatamani pastor wakae naye hata dakika 10. Hivi unajua hilo? Unalifahamu hilo? Unalijua hilo? Yaani kuna watu wanatamani mchungaji wakae naye dakika ngapi? Dakika 10. Lakini kwa sababu mnapishana na pastor kwenye corridor na nini, mchungaji hai. Lakini mimi nakwambia hivi wazi, watu wanafahamu sababu najua asilimia kubwa tunalewa na wachungaji, si ndio? Na mchungaji, kuna watu wanatamani wakae dakika 10, waulize maswali, wajipate majibu, waombewe. Wanatamani dakika hizo 10, lakini ushamwona ni wa kawaida. Utakuja kusikia tu shuhuda, watu kile wana receive, wewe uko pale pale. Haleluya. Haleluya. We have to honor men of God ambao Mungu ametupatia. Unajua namna gani ambavyo unaweza kumrejea mchungaji wako katika heshima, au wanaokuongoza, sio mchungaji tu, wanaokuongoza katika heshima, ambao ni watakatifu wenzako pia, ni kwa kuondoa familiarity, kwa kuondoa ile hali ya nini, ya mazoea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Kuondoa hali ya nini, ya mazoea. Hali ya mazoea. Mfano rahisi, nikisema nichukue simu zangu zote hapa, alafu niangalie majina mliomsave mchungaji, nitashangaa. Kwa nini utakuwa umekusevu Kajemba? Haleluya. Si ndio? Si ndio? Unaona eh? Kwa nini utakuwa umesave Kajemba? Lakini mimi kichwa simu yangu pale na mama nimemsave Pastor Kelvin Kajemba. Mimi binafsi nimesave Pastor Kelvin. Inapokuwa inapitia kwa jina lake, maana yake ninamrejea kama mchungaji.
inanipa mimi kuhana kile ambacho anacho. Yaani naweza pastor, ningeweza kumsave tu Kevin Kajemba kwa sababu ni mwanangu. Lakini nimesave nani? Pastor Kelvin Kajemba, Pastor Calvin Mari. Nimesave kwenye simu yangu pale, hata nikiko pale uangalie. Calvin Mari Pastor, nimesave hivyo. Ili niweze kuweka ile heshima yake pale pale kwangu. Yaani mimi unaona kama tunapiga story sana na Kevin, lakini ninamheshimu kama mtumishi wa Mungu. Yaani kuna mali najua kabisa hapa msaada wangu pia unapitia kwake. Kwa hiyo ninaondoa familiarity.